Bwana mpenzi mtazamaji wa Alifan Media, hatimaye shughuli imetamatika pale mjini Zanzibar baada ya wekundu wa Msimbazi Simba kushinda kombe la Muungano kwa kuwachapa Young Africans goli 1-0. Niko na wadau wa soka tupate kidogo maoni yao, wanazungumziaje mchezo wa jana. Mambo vipi? Mambo yako shwari sana, namshukuru Mungu mwingi wa rehema. Jana Yanga wamepotea goli 1-0. Unafikiri walifeli sehemu gani? Kitu walichokuja kufeli ni kumdharau mtu ambaye wanamuona ni wa muda mrefu sana, wamemdharau. Hicho ndio walichokuja kufeli wao. Wamekuja kwa mazoea. Wamekuja kwa mazoea. Mazoea sio kitu kizuri. Bwana, mambo vipi? Za leo. Safi. Kwanza ni wekundu wa Msimbazi Simba au Dar es Salaam Young Africans? Simba damu. Wekundu wa Msimbazi Simba. Vichapo 6 mfululizo, lakini jana mnapindua meza, mnashinda goli 1-0 na kuchukua kombe mbele ya mtani wenu wa jadi Young Africans. Kwanza wapi mlifanikiwa? Cha kwanza nidhamu, wamecheza kwa nidhamu, lakini mpira pia wamecheza kwa tahadhari, lakini mwisho wa yote mchezo wa mpira ni mchezo wa makosa. Walitoshana nguvu, lakini mwisho wa siku kosa dogo likawagharimu Yanga. Nafikiri Yanga walifeli sehemu gani kwa kikosi walichonacho? Siwezi kusema walifeli kwa sababu mpaka tumemaliza dakika 90 zikaongezwa na 30 ndio matokeo yakaja kupatikana, hawajafeli. Jumapili mechi nyingine ambayo inakuwa sasa ni ya ligi, ukiwa kama mwenyeji pale Meja Jenerali Isamuhyo, unafikiri itakuwa ni mechi ya aina gani? Mechi haitakuwa na tofauti sana na Zanzibar, isipokuwa kitakachokuja pale ni kwamba mbinu tu zinaweza zikabadilika, mbinu ndogo ndogo, lakini utulivu wa mchezo, nidhamu, tahadhari zitakuwa ni kama za Zanzibar. Matarajio utashinda tena? Pale hatoki mtu. Bwana, huyo ni Mlugulu kutoka Morogoro akitoa maoni yake. Bwana, Jumapili mchezo mwingine tena, sasa tuhitimishe hapo. Unafikiri Yanga atakubali kichapo cha pili au atapindua meza? Naweza nikasema kama atakuwa na akili timamu Yanga, kama atakuwa na akili timamu inatakiwa ajifunze kutokana na hiyo na msukosuko aliokutana nao. Ushaelewa? Mimi siwezi kusema kwamba mimi ni Simba au Yanga. Ushaelewa? Kwa sababu niweza nikasema mimi Yanga au bila nini, mwisho wa picha ndo yangu kaja kaharibika. Unatoa maoni yako? Natoa maoni yangu. Najua mke wangu sasa ananiangalia pale, naweza nikakosa nyumba. Ila kitu ninachokizungumza mimi inatakiwa Yanga wajitafakari. Ushaelewa? Hiki kitu walichokikuta inabidi wakiondoe. Ushaelewa? Japokuwa mtani anakuambia maiti imemngania mwoshaji. Mtani anasema maiti imemngania mwoshaji. Naam bwana, hayo ndio maoni ya wadau kuhusiana na mchezo wa jana na kuelekea dabi nyingine ambayo itachezwa siku ya Jumapili pale Meja Jenerali Isamuhyo. Sina mengi zaidi, tukutane kwa wakati mwingine tena. Bye bye na kwaheri.